Haya ndio majumba na mashine yaliyosalia baada ya kiwanda cha karatasi cha Pan Paper kilichoko mjini Webuye kufungwa takribani miaka 10 iliyopita kutokana na kile kilichodaiwa kuwa deni kubwa la matumizi ya umeme. Mashine na vyuma vilivyo na kutu, mazingira yaliyojawa nyasi, ndio hali inayoelezea athari za kufungwa kwa kiwanda hiki. Kiwanda ambacho kwa miaka mingi kilikuwa nguzo muhimu ya uchumi, sio tu kwa mji wa Webuye bali kaunti ya Bungoma kwa jumla. Imekuwa sasa karibu miaka 8 mtambo wa Pan Paper hujaweza kufunguliwa. Masikitiko pia nilionayo ni kwamba wale wafanyikazi walikuwa ndani, wengi wamekuwa harassed katika magazi yao, wengine wamekatiwa stima, wengine familia zao zisoma. Na ilikuwa ni ahadi kwamba serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kishika, ilikuwa ni mojawapo ya ahadi kwamba watafungua mtambo wa Pan Paper. Sababu uchumi wa jimbo ya Bungoma imejengwa kwa misingi ya Pan Paper na Nzoia. Mnamo mwaka 2010, Rais mstaafu Mwai Kibaki alikizuru kiwanda cha Pan Paper kwa madhumuni ya kukifufua. Hata hivyo kiwanda hicho kilifungwa tena miezi michache baadaye, licha ya kwamba serikali ilikuwa imewekeza jumla ya shilingi milioni 400. Tangu wakati huo, juhudi za kukifufua kiwanda cha Pan Paper zimekuwa zikiendelea, huku viongozi kutoka kaunti ya Bungoma wakielezea kutoridhika. Lakini baada ya miaka 9 ya kusubiri, sasa yapo matumaini. Alhamisi, Rais Uhuru Kenyatta alikutana na viongozi kutoka kaunti ya Bungoma wakiongozwa na Gavana Ken Lusaka na Waziri wa Maji Eugene Wamalwa, na kutangaza kwamba mipango ya kukifufua tena kiwanda cha Pan Paper imekamilika. The investor has pledged to inject over the next few years a total of $60 million, which at the current exchange rate is about 6 billion Kenya shillings. Mwekezaji wa binafsi amekinunua kiwanda cha Pan Paper kwa kitita cha shilingi milioni 900, huku akitarajiwa kuwekeza jumla ya shilingi bilioni 6 kwenye kiwanda hicho katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Hatua hii ni mojawapo ya juhudi na mikakati ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akitumia ili kuyafikia maeneo yanayoaminika kwa ngome za upinzani. Miezi michache iliyopita alikizuru kiwanda cha sukari cha Mumias na kutoa fedha kwa ajili ya kuwalipa wakulima. Sio magharibi tu. Wiki moja iliyopita alikutana na viongozi kutoka kaunti ya Meru na kutoa shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wa miraa. Siku chache baadaye, mkutano mwingine ulioandaliwa katika ikulu ya Nairobi baina ya Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto na viongozi kutoka Ukambani. Maudhui ya mkutano huo yakitajwa kuwa maendeleo Ukambani. Na Jumatano wiki hii, Uhuru na Ruto walikuwa katika kaunti ya Nyamira walikozindua miradi muhimu ikiwemo hospitali na barabara katika kile kinachoaminika kuwa mikakati ya Jubilee kulinasa eneo la Kisii kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Shadrack Miti, QTV.